Miongoni mwa stori kubwa katika soka la Tanzania kwa wakati huu ni juu ya Young Africans na kocha wao kwa maana ya Romain Folz. Huyu ni kocha ambaye ameingia katika dirisha kubwa la msimu huu kwa ajili ya kukiongoza kikosi hiki cha Young Africans ambacho chenyewe kimefanya usajili wa kutosha. Kina nyota wengi ndani yake, lakini wamebadilisha technical staff kwa ajili ya kuwavusha kutoka hapa walipo ili waweze kwenda mbali zaidi. Kumbuka msimu jana timu ilikuwa chini ya Melody Hamdi ambaye alimaliza ligi, lakini baada ya kumalizika kwa ligi wakaamua kuachana naye akaenda Ismailia ya Misri, lakini wao Young Africans wakawa wamemsajili Romain Folz. Sasa Romain Folz kuna kesi mbili hapa ambazo watu wanazijadili sana, na kimsingi baadhi ya mashabiki wamepoteza kabisa imani naye. Yaani inaonekana kwamba komenti zao inaonekana kwamba hawana imani naye kwa maana kuendelea kusalia naye ndani ya kikosi cha Young Africans. But ukiangalia Yanga namna ambavyo imecheza katika mechi ambazo wamecheza nyumbani katika uwanja wa Mkapa, wameshinda kwenye maximum points, wameshinda zote, lakini safu yao ya ulinzi pia imekuwa imara kutokuzuia mabao. Na mimi katika moja session nishawahi kuja hapa nikazungumzia juu ya ubora wa Young Africans na kwamba inacheza, lakini sio ile Yanga ambayo tunaifahamu, sio Yanga ambayo mashabiki wake wanaifahamu kwa maana ya kasi, kupiga pasi na kusogea katika lango, kucheza kwa ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo kama kuna kitu kimepungua hivi kwenye uchezaji, ila kitu ambacho nilikuwa nakiamini ni kwamba ni falsafa ya kocha huyu Romain Folz, kwamba falsafa yake ni kucheza kuto kucheza vizuri lakini timu ipate matokeo. Sasa kuto kucheza vizuri ni miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vinawapa wasiwasi mashabiki. Yaani watu wanaona timu icheze vizuri maana yake ipo kwenye riski ya kupoteza. Na mechi dhidi ya Mbeya City ambayo amekwenda kuichezea katika uwanja tofauti na uwanja ambao amezoea kucheza kwa maana uwanja Mkapa, tumeona story nyingine ikiibuka kwa maana ya kwenda kubana na mbavu na Mbeya City na wametoshana nguvu ya bila kufungana. Lakini Mbeya City walikuwa na greatest chance, yani walikuwa na clear chance kubwa zaidi kuliko Young Africans. Ile chance ya Vitalis Mayanga ambayo Djigui Diarra aliicheza, ile ndio ilikuwa chance kubwa zaidi uwanjani. Maana yake nini? Maana yake Mbeya City kama ndo tuseme timu iliyostahili kupata matokeo, basi ingekuwa Mbeya City kutokana na ile nafasi kubwa ambayo wameipata, lakini hawakuitumia vema. Yes, lakini baada ya mechi kumalizika, comments zimezidi za mashabiki kuonekana kwamba hawana imani naye kocha Romain Folz. Sasa tukirudi mbali kidogo, niwakumbushe kwamba wakati kuelekea msimu huu, wakati huyu kocha anatangazwa, kabla ya kutangazwa kwake, story ilitokea Afrika Kusini. Yani tip ya story hii ilitokea Afrika Kusini kwa mwamuzi, kwa moja ya waandishi nguli sana kutoka kule, Roland Scholar. Roland Scholar ndiye ambaye alibreak hii story na aliandika kwamba kupitia mtandao wake wa Facebook, aliandika kwamba Young Africans wanatarajia au wanajiandaa kumtambulisha kocha mpya ambaye ni Romain Folz. Ni kocha Mfaransa ambaye anaishi South Africa. Sasa baada ya Romain Folz kuandika ile story, comments zilikuwa nyingi kweli kweli, na nakumbuka katika moja session tulikuja kufanya hapa report kutoka Saudi. Tulifanya moja session hapa, na session ile ilikuwa tunaangalia kitu kama hichi kwa maana ya watu wa Afrika Kusini ambao wanamfahamu vizuri Romain Folz kwa sababu amefundisha Canada na Afrika Kusini. Walitoa comments nyingi kweli kweli, na zile comments zilikuwa asilimia kubwa zilikuwa negative, zilikuwa hasi. Watu walikuwa wameonesha mitazamo yao juu ya kocha. Wengine walinasibisha kwamba ni kocha ambaye ana bahati sana, anatokea maeneo ya Limpopo ambako inaonekana kuna uchawi mkubwa sana kule South Africa. Kwa hiyo inaonekana kama walihusisha hadi hizo imani. Wengine waliamini kwamba Young Africans msimu unaokuja hawatofanya vizuri kwa sababu ya kumchukua huyu kocha, lakini wapo ambao wachache ambao waliamini kwamba ni kocha mzuri ambaye anaweza kufanya vizuri kutokana na umri wake. Kwa hiyo comments zilikuwa ni nyingi mno. Yes, na hapa nimejaribu kuwekea baadhi ya comments hizo ambazo hawa watu wa Afrika Kusini walizitoa juu ya huyo. Na hapo ambao waliamini kwa sababu tu amepitia Mamelodi Sundowns, ndio maana amechukuliwa na Yanga. Yaani wameona kama sababu Mamelodi ujue ni
timu kubwa of course ya Afrika, ni timu ambayo imekuwa ikifanya vizuri. Kwa hiyo kocha ambaye anapita pale anatengeneza CV. Kupita Mamelodi ni kukutengenezea CV kwa kocha. Kwa hiyo imeonekana huyu kwa sababu tu amepita Mamelodi, that's why Yanga kamhitaji. Na wapo ambao waliamini kabisa kwamba Yanga msimu ujao watakwenda kupoteza ubingwa wao kwa sababu ya kumchukua Romain Folz. Kwa hiyo comments ni nyingi sana ambazo watu walikuwa wamecomment katika ule ukurasa wa Rollens Kola. Sasa amekuja ndani ya Tanzania kwa kile ambacho mimi binafsi kwa kile ambacho nilikiona katika uwanja wa Mkapa, kwa vile ambavyo Young Africans wanacheza, sababu Yanga eneo ambalo wanakuwa hatari wakiwa nyumbani, that time ilikuwa ni KMC Complex msimu jana, lakini nyuma ya hapo na mpaka msimu huu ni uwanja wa Mkapa. Ule ndio uwanja wao wa kujidai, ndio uwanja ambao wanakuwa bora zaidi. Lakini Young Africans hawakucheza vizuri, hawajacheza vizuri katika uwanja wa Mkapa, kwa maana ule muunganiko wa timu hauoni, timu ikicheza kandanda safi hauioni, lakini kipindi cha pili walikuwa wakipata matokeo. Sasa kitu ambacho naamini Young Africans ni timu ambayo ilitengenezwa msingi wake, hii ambayo tunaiona leo hii kwamba ni hatari, msingi huu aliutengeza Nasreddine Mohamed Nabi. Yeye ndo alifanya kuwa timu tishio, alirudisha, alichukua Young Africans haikuwa stable sana, lakini akaibadilisha, akasajili baadhi ya wachezaji na kuifanya Young Africans kuwa hatari. Kwa hiyo baada ya Nasreddine Nabi kuondoka na aliacha Yanga ikiwa stable, ikiwa vizuri, wakaja makocha wengine, akaja Miguel Angel Gamondi ambaye na yeye akatembea na script. Young Africans iliendelea kuwa tishio, iliendelea kuwa hatari. Baadaye akaja Meludi Hamdi, na yeye alipoichukua timu iliendeleza pale pale kwamba ni timu hatari, inaendelea kufanya vizuri. Sasa hawa makocha wote watatu haimaanishi kwamba ndio top coaches, kwamba ni makocha wakubwa sana, hapana. Miguel Gamondi baada ya kutoka kwenye kikosi cha Young Africans alikwenda Libya, mambo hayakuwa mazuri, wakamtimua. Lakini pia Meludi Hamdi alitoka hapo akaenda zake Ismailia, yuko Ismailia ya Misri, na yenyewe pia ni pua kwenye upatikanaji wa matokeo. Lakini Nasreddine Nabi mwenyewe of course, ingawaje ana heshima kubwa, lakini South Africa inaonekana mpaka sasa yupo kwenye kikosi cha South Africa cha Kaizer Chiefs, but no doubt kwamba ni kocha mzuri. Hata position ya Kaizer Chiefs kaenda kuibadilisha kwa mapana zaidi, kaenda kuwapataji baada ya muda mrefu sana kupita. Kwa hivyo maana yake nini? Maana yake kuna makocha wamepita, lakini sio kama walikuwa exceptional sana, ila bado Yanga iliendelea kuwa stable. Msimu huu kocha ambaye yupo haionekani kuwa imara kwa maana ya uchezaji, yani haionekani kuwa strong, kuwa inacheza vizuri, licha kwamba amekuja kocha mwingine ambaye na yeye kwenye kikosi chake kuna wachezaji wengi wapya ambao wameingia kwa maana ya qualities. Kikosi kimeongezewa ubora kwenye msimu huu, lakini bado timu inaonekana haichezi vizuri. Sasa mimi katika moja session zilizopita kunyuma nilikuwa naamini kwamba qualities za Young Africans, wachezaji ambao wamewasajili ni wajuu kabisa. Na wale ambao wapo kwenye kikosi chao ni wajuu kabisa. Kwa hiyo nilikuwa naamini hata kama hawachezi vizuri, lakini wana wachezaji ambao wanaweza kuamua quality, yani quality yao, daraja lao la ubora linaweza likaamua mechi. Lakini tofauti sasa, tumeanza kuona picha nyingine tofauti. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wamewasajili, nafasi yenyewe imekuwa changamoto kupata, the like of Bala Conte, nafasi yake imekuwa ngumu. Dumbia amekuwa na nafasi ngumu, lakini hata ambapo anaanza huwa amalizi dakika 60 kwenda mbele, na yeye amekuwa akimtoa. Celeste Ekwa inaonekana kama bado in off wanacheza kwenye hiyo mazingira. Andy Boyeli, one of the best strikers ambao na appreciate sana kwa kumfahamu kiundani, lakini na mwenyewe pia ameshindwa kudeliver kwa sasa. Kwenye hizi mechi ambazo amecheza ameonekana kutokuwa Boyeli yule ambaye tunamfahamu, labda muda bado. Lakini maingizo mengi ambayo ameingiza ni kama bado yameonyesha kwamba wana talents kwenye miili yao, hapa na hata kule walikotoka, lakini bado hajaifanya ile kazi ambayo mashabiki wa Young Africans walikuwa wakitarajia. Kwa hivyo hiki ambacho kinaendelea, tayari kuna baadhi ya watu walishakiona, kuna comments nyingi ambazo zikuonekana kuwa positive walishazitoa huko watu. Lakini kwa upande wangu mimi bado naamini katika huyu kocha. Ni kocha ambaye bado ni mdogo, anaendelea kujifunza vitu vingi. Sinaamini anaweza kuwavusha Yanga kutoka hapa kwenda hatua nyingine, lakini ni vile tu ambavyo atapunguziwa pressure na ataendelea kuaminiwa, huenda akafanya vizuri. Lakini bado ana kazi kubwa ya kuifanya Young Africans kucheza vizuri.
Yes, kwa hiyo hicho ndicho ambacho nimekuja nacho kwenye session hii ya kukumbusha kile ambacho tulikizungumzia katika ripoti ya South Africa. Yes, lakini usisahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports. Wewe, kabla sijamaliza, wewe kwa mtazamo wako unaonaje? Unaona ni kocha ambaye anastahili kuendelea kuwepo ndani ya kikosi cha Young Africans, au unaona atoshi, apite hivi? Wewe mtazamo wako unaonaje? Weka katika comment section hapo, lakini usisahau kusubscribe.